Tuanzie hapa kaunti namba 47 ambapo polisi wamewakamata waandamanaji 4 waliokuwa katikati ya jiji la Nairobi wakipinga ongezeko la bei ya mafuta. Mwanahabari wetu alikuwa akifuatilia maandamano hayo ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika hii leo. Tuungane na Gatete Njoroge mubashara kwa mengi zaidi. Gatete. Naam Swale, asante sana. Vile ambavyo umesema Swale, tunakuja moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Niliposimama ni eneo la Archive Swale, ni hapa ambapo mamia ya wakazi wa Nairobi hutumia mara kwa mara kuweza kuelekea maeneo tofauti, kuweza kupita eneo hili wakienda kuabiri magari Swale. Lakini kwa muda wa saa 1:30 hivi Swale, eneo hili kumeshuhudiwa hali ya taharuki katika eneo hili. Hii ni baada ya baadhi ya waandamanaji walioanza safari kutoka barabara ile ya Kimathi wakakuja moja kwa moja hadi katika eneo hili ambapo walikuwa wakiandamana Swale, ili tu kupinga nyongeza ya bei ya mafuta, tukikumbuka kwamba serikali iliongeza bei ya petroli kwa shilingi 19 na bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 30 Swale kwa kila lita. Na kwa hivyo waandamanaji waliweza kujitokeza kama vile ambavyo walikuwa wameahidi Swale ya kwamba watafika katikati mwa jiji ili kuweza tu kuelezea ghadhabu zao kutokana na hali hii ya nyongeza ya bei ya mafuta, na kusema kwamba hali hii itafanya maisha kuwa ngumu zaidi. Swale, tuliweza pia kufika hapa, tuliweza kuwafuata kutoka barabara ya Kimathi, na tulipofika hapa kulikuwa na maafisa wa usalama, haswa wale ambao ni wakukabiliana na gasi ambao wanatambuliwa kama anti-riot police officers, na ambao punde tu wale waandamanaji walipofika hapa Swale waliweza kuwakamata hapa Swale. Wale ambao tuliweza kushuhudia kikamatwa wakati huo walikuwa ni waandamanaji 4 waliokamatwa na kuwekwa ndani ya magari ya polisi ambayo yalikuwa yameegeshwa karibu na eneo hili. Lakini kwa sasa Swale, yule ambaye ndiye kamanda wa polisi county au eneo zima la Nairobi, ambaye anatambulika kama Isa Mahamud, ameweza kudhibitisha, ameweza kutuzungumzia dakika chache zilizopita Swale, na akaweza kudhibitisha ya kwamba kufikia sasa washukiwa 11 wameweza kukamatwa na hivi sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Central ambacho ndicho kilicho karibu na eneo hili la tukio Swale Mdoe. Lakini kufikia sasa Swale, hali bado ni tete, kwani maafisa wa usalama bado wako katika eneo hili kuhakikisha ya kwamba usalama unaweza kudumishwa. Nao kuna wale wananchi ambao wameweza kufika hapa, kuna wale ambao tumeona Swale Mdoe wakiwa na bendera za taifa na wakiendelea tu kushinikiza serikali kuweza kupunguza bei ya mafuta ambao wanadai ni kwamba inachangia kwa gharama ya maisha kupanda Swale Mdoe. Tazidi kukita kambi hivi kwa sasa Swale. Yule ambaye amekuwa hapa ni kamanda wa polisi Nairobi Isa Mahamud, ambaye ameondoka, anasema kwamba anazunguka ndani ya jiji la Nairobi kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inarejea. Lakini kando na hayo Swale, hali ya taharuki pia imesababisha wale wafanyabiashara ambao walikuwa wamefika mapema Swale kuweza kufunga maduka yao wakihofia huenda labda hali ya gasi ikaweza kushuhudiwa. Lakini kufikia sasa Swale, tumeona tu visa vya polisi wakiwakamata wale waandamanaji, lakini hatujaweza kushuhudia kisa ambapo kumekuwa labda na kurushwa kwa ile gesi ambayo ya kuweza kuzuia. Swale, utaendelea kukita kambi hapa na tutazidi kuwajuza watazamaji wetu ni yepi ambayo yatakuwa kijiri, lakini kwa sasa maafisa wa usalama wameshika doria Swale. Gatete Njoroge huyo akiarifu yanayojiri kufuatia ama kutokana na maandamano ya kupanda kwa bei za mafuta akiwa katikati ya jiji la Nairobi.